Hivi sasa masoko yanakaribia. Sasa pamoja na jitihada kubwa ambazo uongozi wa serikali umekuwa wakifanya wa kudhibiti ulanguzi wa tumbaku, kudhibiti masoko yasiyokuwa ya halali, na hasa kwenye vyama vya msingi, kwa maana ya kwamba kuna vyama vya msingi viko pale vimefanya mikataba na makampuni. Mnapofika kipindi kama hiki, kumekuwa na utoroshaji wa tumbaku kwenda kuuza tumbaku kwenye masoko yasiyo halali. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwaka jana amejitahidi sana, amefanya kazi hii vizuri, na sisi kama chama tawala tunahitaji mkulima aliyekwenda shambani kufanya kazi shambani apate haki yake stahiki. Walanguzi na wanyonyaji wanaokwenda kununua tumbaku kwa bei ya chini, kazi yao kubwa inakuwa kwanza wanataka vyama vyetu vya ushirika vishindwe kusimama, lakini la pili, na kwa maana hiyo wanataka vyama hivyo vibaki na madeni makubwa, kwa sababu zao lililozalishwa haliendi tena kulipa madeni. Lakini jambo la pili, wanaonyonya wale wakulima washindwe kusimama, wanawapa bei ambazo sasa ni bei zinazowafanya waendelee kubaki kwenye hali ya umaskini. CCM inaendelea kuielekeza serikali jitihada zilizofanya mwaka jana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, endelee kuzifanya jitihada hizo kwa kasi kubwa na nguvu kubwa, ili haki ya wakulima iendelee kubaki. Na kwenye jambo la namna hii, ukikamatwa usije CCM, kwa sababu CCM kazi yake kubwa ni kuhakikisha wanyonge wanapata haki. Wale wanakuza bahati mbaya taarifa tulizo nazo zingine, hata viongozi baadhi yenu mnajihusisha na biashara. Acheni hii biashara, itawavunjia heshima. Hii biashara sio biashara halali, na serikali tunaielekeza iendelee kusimamia jambo hili kwa nguvu zote, ili kuhakikisha haki za wakulima zinaendelea kulindwa. Ndugu zangu, sisi tunaendelea kuelekeza vile vile kwamba wakulima wetu kupitia vyama vyao vya msingi wameweka mikataba, na hiyo mikataba vile vile iliyo wazi kabisa kwamba baada ya mauzo kuna muda wa malipo. Tunaelekeza serikali iendelee kusimamia kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanalipwa kwa wakati. Lakini vile vile vyama vyetu vya msingi na vyama vyetu vikuu vilipe ushuru wao vile vile kwa wakati, badala ya kuendelea kukaa sasa wanaendelea kudai haki ambayo kwa kweli inafahamika na inajulikana. Na mwisho, naomba nitumie nafasi hii wakulima wanaoshirika niwaambie, tumethamini sana kazi kubwa ambayo tumeifanya ya ushirikiano na chama tawala chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wetu, lakini vile vile ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ushirika unapoimarika ambao unagusa wakulima kwa zaidi ya 60%, na tuna matumaini makubwa kwamba ushirika unaposimama vizuri, wakulima wetu wanalipwa kwa wakati, basi hayo ni malengo vile vile ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa muda wote ambao kwa kweli mmeendelea kuwa pamoja na chama tawala, mmeendelea kushirikiana na chama tawala, na sisi pale ambapo tunaona kuna haki za wakulima, kuna haki za wanashirika zinadorora, chama tawala tumekuwa tukiingilia kati kushirikiana na serikali kuhakikisha haki zenu zinaendelea kupatikana. Nataka niwathibitishie ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030 ambayo itazinduliwa hivi karibuni, sera ya ushirika na dhana ya ushirika itaendelea kupewa kipaumbele, na kwa msingi huo CCM itaendelea kushirikiana kwa ukaribu zaidi na wanashirika ili kuleta mapinduzi ya kuwasaidia